Naibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche amedai kuwa maisha yake pamoja na familia yake yapo hatarini kutokana na mazingira yanayomzunguka baada ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi kupiga marufuku mikutano ya kisiasa nchi nzima. Mwanasiasa huyo ameeleza kuwa msafara wake uliokuwa ukielekea mkoani Kigoma uliambatana na magari mawili ya jeshi la polisi yaliyokuwa yakimfuata kwa nyuma katika hali isiyo ya kawaida. Kulingana na maelezo yake, alilazimika kusimamisha gari lake mara mbili ili kuwahoji watu waliokuwa wanamfuatilia kuhusu lengo lao. Hata hivyo, hakupata majibu ya kuridhisha kutoka kwa wahusika hao. Madai hayo mazito yameibuka kufuata tukio lingine lililotokea mkoani Tabora, ambapo mkutano wa hadhara wa chama hicho uliokuwa ukiongozwa na kiongozi huyo ulizuiwa na jeshi la polisi waliokuwa wameimarisha ulinzi katika viwanja vya Mwananchi Square tangu mapema asubuhi, kuwazuia wafuasi wa upinzani wasikaribie eneo hilo lililopangwa kwa ajili ya mkutano. Hali hiyo ililazimisha viongozi wa chama kubadili ratiba zao za dakika za mwisho na kughairi safari ya mkutano huo, huku wakielekea mkoani Kigoma kwa ajili ya vikao vingine vya ndani. Kiongozi huyo alieleza kuwa baada ya kufika Kigoma aligundua kuwepo kwa watu waliowahusishwa na vyombo vya usalama ambao walikuwa wamevaa nguo za raia badala za sare rasmi za jeshi la polisi. Watu hao walionekana wakimfuatilia katika maeneo mbalimbali aliyotembelea, hata kwenye hoteli aliyokuwa amefika. Alihoji sababu za maafisa hao kutumia mavazi za kiraia badala ya kujitambulisha waziwazi, ikiwa ufuatiliaji huo ulikuwa ni utafiki au itifaki ya kawaida ya kiusalama. Alisema kuwa anaendelea kupokea maonyo mbalimbali kutoka kwa wadau wake kuhusu mipango inayodaiwa kumlenga yeye na familia yake, jambo linalozidi kumwongezea hofu juu ya usalama wake binafsi. Waziri wa mambo ya ndani alikuwa ametoa maelekezo ya kupiga marufuku mikutano ya hadhara ya vyama vyote vya siasa nchini kwa madai ya kuhakikisha utulivu na usalama wa taifa. Maelekezo hayo yalisababisha mamlaka ya kiusalama mikoani kuzuia shughuli zozote za kisiasa, jambo ambalo lilifikisha msafara wa naibu mwenyekiti huyo kwenye changamoto za kiusalama alizozielezea hadharani kupitia kwa mtandao wa kijamii. Wadau walioshuhudia matukio hayo mkoani Tabora walieleza hali ya ulinzi kuwa ya nguvu, huku vikosi vya usalama vikifanya doria mara kwa mara ili kuhakikisha hakuna mkusanyiko wowote unaotokea. Mwanasiasa huyo ametoa wito kwa viongozi wa serikali kuhakikisha vitendo vinavyoweza kutishia utulivu wa nchi vinaepukika, akisisitiza kuwa hofu haiwezi kuwa suluhu ya kudumu ya amani katika taifa. Amesema kuwa ameanza kuweka mambo hayo hadharani ili yawe kwenye rekodi ikiwa jambo lolote litakamtokea yeye au familia yake hapo baadaye. Hadi sasa jeshi la polisi alijatoa taarifa rasmi yoyote kuhusu madai hayo ya kufuatiwa na maofisa wa usalama waliovalia nguo za raia, wala kuhusu tuhuma za kutaathari maisha yake ya kiongozi huyo. Ukimya huo kutoka kwa vyombo vya dola umeibua mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii na ndani ya huru za kisiasa kuhusu uhusiano uliopo kati ya taasisi za ulinzi na wanasiasa wa upinzani nchini Tanzania. Uhusiano huo kwa sasa unachunguzwa zaidi kuliko wakati wowote uliopita kutokana na mwendelezo wa matukio yaliyotokea tangu kutolewa kwa agizo la kuzuia mikutano ya hadhara. Wafuasi wa chama hicho wameonyesha kutoridhishwa na hali hiyo, huku wakitaka kuona haki imetendeka na usalama wa viongozi wa vyama vya upinzani ukilindwa kama sheria za nchi vinavyoelekeza. Tukio la Tabora linaonekana kuwa ndilo lililoanzisha mnyonyoro
wa matukio mengine yote yaliyofuata kuelekea Kigoma na kuashiria kuwa utekelezaji wa maelekezo ya serikali unachukua sura mpya mashinani. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanafuatilia kwa karibu kuona kama kutakuwa na majibu yoyote kutoka kwa mamlaka husika kuhusu madai hayo mazito yaliyotolewa na mwanasiasa huyo John Heche. Kwa sasa hali ya taharuki inaendelea kutawala miongoni mwa wanachama na wafuasi wa chama hicho, huku wakisubiri hatua za ziada zitakazochukuliwa na uongozi wao katika kukabiliana na changamoto hizi. Ufuatiliaji wa magari ya polisi katika msafara wa kiongozi wa upinzani John Heche unatazamwa na wadau wengi kama hatua inayozidi kuonyesha mivutano iliyopo kati ya serikali na vyama vya upinzani nchini. Mazingira ya ulinzi mkali yaliyoshuhudiwa Tabora yameifanya hali hiyo kuwa ya kipekee, kwani yalihusisha kuzuiliwa kwa mkutano wa hadhara ambao ulikuwa umeandaliwa na chama hicho cha Chadema kwa ajili ya kukutana na wananchi. Hatua ya kubadili ratiba kwa ghafla ilichukuliwa kama njia ya kuepuka migongano ya moja kwa moja na vyombo vya dola ambavyo vilikuwa vimejipanga kikamilifu kuzuia tukio hilo. Mwanasiasa huyo John Heche amebainisha kuwa anaamini mikutano ya kisiasa ni sehemu ya haki ya kidemokrasia na kwamba kuizuia kwake au kusaidia kuimarisha umoja na utulivu wa nchi. Kwa upande wake, serikali imesisitiza kuwa hatua zote zitakazochukuliwa zinalenga kulinda amani na utulivu wa mwananchi na kwamba vyombo vya ulinzi vinaendelea kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria zilizopo. Pamoja na hayo, madai ya ufuatiliaji wa siri wa watu wanaovalia nguo za sare za raia yanabaki kuwa kitendawili ambacho kinaendelea kusubiriwa ufafanuzi kutoka kwa wahusika. Wananchi wengine wameendelea kutoa maoni yao mitandaoni wakihimiza kuwepo kwa mazungumzo na maridhiano ili kumaliza mivutano hii inayoonekana kuhatarisha amani ya nchi. Wito wa viongozi wa upinzani umetolewa kwa mamlaka za juu ya serikali ili ziweze kuingilia kati na kuizuia vitendo ambavyo wanaona vinawavunjia heshima na usalama wao kama viongozi na raia wa taifa hili. Wakati huo huo, vyombo vya ulinzi vinaendelea na majukumu yake ya kudumisha amani, usalama kwa maeneo mbalimbali nchini, huku kukiwa na matarajio ya kupata ufafanuzi zaidi kutoka madai haya mazito yaliyowasilishwa na naibu mwenyekiti huyo wa Chadema. Msisitizo umewekwa kuwa usalama wa kila raia ni kipaumbele cha taifa na kwamba mchakato wa kisiasa inapaswa kufanyika kwa amani na kuzingatia sheria bila kuwepo kwa vitisho au ufuatiliaji usio na maelezo ya kisheria. Hali ya sintofahamu inaendelea huku kila upande ukisubiri hatua inayofuata katika sakata hii linalozidi kuchukua sura mpya ya kisiasa